ya Kiswahili ya Radio 14 Africa, kituo chako kinachokuwa kwa kasi sana duniani. Wakati huu ni wakati mwafaka kwenda kupokea taarifa yetu ya habari. Muda huu ambapo basi naona mshale wangu unaniashiria basi kila kitu kiko sawa katika kwa hatua ya kwenda kupokea taarifa yetu ya habari kutoka idhaa hii ya Kiswahili ya Radio 14 Africa. Karibu katika matangazo yetu ya Afrika leo mchana kutoka idhaa hii ya Kiswahili ya Radio 14 Africa. Tumekuandalia mengi ikiwa ni pamoja na Hamas kumwachilia mateka mwenye uraia wa Marekani na ni Mwisraeli. Marekani na Uchina zafikia makubaliano ya kibiashara. Ikulu ya Marekani na Qatar zajadili uhamisho wa ndege ya kifahari kwa Air Force One. Rais wa zamani Duterte anayezuiliwa ni miongoni mwa wagombeaji nchini Ufilipino. Maafisa wa jeshi la India na Pakistan kujadiliana juu ya usitishaji mapigano. Na Marekani na Uchina za kubaliana kupunguziana ushuru. Naam, na tumai ubweri wa afya pote pale ulipo duniani kwa moyo mkunjufu na mikono miwili. Ujambo na karibu kwenye taarifa yetu ya habari ya Afrika leo mchana kutoka idhaa hii ya Kiswahili ya Radio 14 Africa, siku ya 12 mwezi ukiwa ndio huu wa Mei mwaka wa 25. Jina langu ni Kantona Joseph. Maafisa wakuu wa kijeshi kutoka India na Pakistan wanatarajiwa kuzungumza baadaye Jumatatu ili kujadili maendeleo zaidi za usitishwaji wa mapigano uliokubaliwa kati yao siku ya Jumamosi. Makubaliano ya kusitisha mapigano yaliyosimamiwa na Marekani kati ya majirani hao wa wenye silaha za nyuklia yanaonekana kufanyika usiku kucha baada ya takribani siku 4 za mashambulio makali na makombora ya uvamizi wa angani kutoka pande zote mbili. Siku ya Jumamosi, Rais Donald Trump wa Marekani alitangaza kusitisha mapigano kati ya India na Pakistan, akisema ilikuwa ni wakati wa kukomesha uchokozi unaoendelea kwa sasa ambao ungeweza kusababisha vifo na uharibifu wa wengi na mengi. Mataifa yote mawili yamesitisha uhasama tangu wakati huo, lakini yanasema yamesalia macho yakiona kuhusu matokeo ya ukiukwaji wa usitishaji wa mapigano. Marekani na Uchina zimekubaliana kupunguziana ushuru. Waziri wa fedha wa Marekani Scott Bessent ametangaza makubaliano ya ushuru wa forodha kati ya Marekani na Uchina. Bessent amesema ushuru kushuka kwa 115%, ambapo Bessent amesema baada ya majadiliano ya madhubuti Marekani na Uchina zimekubaliana kusitisha ushuru uliopandishwa kwa siku 90 kwa pande zote mbili, na kumaanisha kuwa zote zitapunguza ushuru wao kwa 115%. Wizara ya biashara ya Uchina imedhibitisha kusimamishwa kwa hatua zote za ushuru zilizochukuliwa dhidi ya Marekani tangu Aprili 2. Ushuru wa Marekani kwa Uchina ulikuwa 145, ambapo wanasubiri maelezo zaidi juu ya ushuru mpya, lakini
Kama ilivyoripotiwa, Scott Bessent amesema kila upande utapunguza ushuru wao kwa asilimia 115. Ushuru wa sasa wa Marekani kwa bidhaa za Uchina ni 145, wakati Uchina inatoza ushuru wa 125 kwa bidhaa za Marekani. Kwa hivyo habari ya leo inamaanisha kuwa asilimia hiyo inapaswa kushuka hadi 30% na 10%, lakini hiyo bado haijadhibitishwa. Rais wa zamani Duterte anayezuiliwa ni miongoni mwa wagombeaji nchini Ufilipino. Ingawa anazuiliwa huko The Hague, rais wa zamani huyo wa Ufilipino Rodrigo Duterte ni miongoni mwa wagombea viti 18,000 vya kitaifa na mitaa katika uchaguzi wa katikati ya muhula ambao wachambuzi wanasema wataamua ikiwa yeye na familia yake wataendelea kushikilia mamlaka ya kisiasa. Duterte amekuwa kizuizini katika mahakama ya kimataifa ya uhalifu tangu Machi, akisubiri kufunguliwa mashtaka kwa uhalifu dhidi ya binadamu kutokana na vita vya kikatili dhidi ya dawa za kulevya ambavyo vilisababisha maelfu ya washukiwa kuuawa wakati wa urais wake mwaka 2016 hadi 2022. Haijamzuia mgombea umea katika ngome ya kisiasa kusini mwa mji wa Davao. Chini ya sheria ya Ufilipino, wagombea wanakabiliwa na mashtaka ya uhalifu, ikiwa ni pamoja na wale walio kizuizini wanaweza kugombea wadhifa huo isipokuwa ikiwa wamehukumiwa na kumaliza rufaa zote. Nchini Ufilipino uchaguzi unaendelea huku Duterte akitarajiwa kushinda kama meya wa Davao, nafasi ambaye alishikilia kwa zaidi ya miongo miwili kabla ya kuwa rais. Haijulikani ni jinsi gani ama anaweza kutumika kama meya kutoka gerezani. Ikulu ya White House iko kwenye mazungumzo na familia ya kifalme ya Qatar juu ya uwezekano wa kupata ndege ya kifahari inayokusudiwa kutumika kama ndege ya rais wa Air Force One. Katika taarifa yake, Qatar imekanusha kuwa ndege hiyo itakuwa zawadi, lakini imesema uhamisho wa ndege kwa ajili ya matumizi ya muda ulikuwa kwenye mazungumzo kati ya nchi hizo mbili. Kulingana na mashirika ya habari nchini Marekani, ndege hiyo iliyotolewa na maktaba ya Rais Trump mwishoni mwa muhula wake. Habari hizi zinawadia wakati ambapo Donald Trump anatazamia kuzuru Qatar wiki hii, ikiwa ni sehemu ya safari kubwa ya kwanza nje ya taifa hilo katika kipindi cha muhula wake wa pili. El Ansari, mwambata wa vyombo vya habari wa Qatar nchini Marekani, amesema mazungumzo yanaendelea kati ya Wizara ya Ulinzi na Qatar. Vyanzo vya habari viliambia shirika la CBS News kwamba ndege hiyo haitakuwa tayari kutumika mara moja, kwani itahitaji kurekebishwa na kuruhusiwa na maafisa wa usalama. Thamani ya ndege hiyo na utunzaji wake ni jambo la hakika kuwa litaibua maswali ya kisheria na maadili kati ya wakosoaji. Hamas inasema itamwachilia mateka wa Israel na Marekani Edan Alexander, ambaye anaaminika kuwa mateka wa mwisho mwenye uraia wa Marekani huko Gaza, kama sehemu ya juhudi za kufika makubaliano ya kusitisha mapigano. Uamuzi huo unawadia kabla ya ziara ya Rais Donald Trump katika Mashariki ya Kati ya Jumanne, ambapo Hamas imesema pia ilikusudia kuwezesha mpango wa kuingia kwa misaada kibinadamu katika eneo hilo. Gaza imekuwa ikizingirwa na Israeli kwa siku 70. Hapa awali afisa wa ngazi ya juu wa Hamas amesema kwamba kundi la wapiganaji wa Palestina lilikuwa na mazungumzo ya moja kwa moja na afisa wa utawala wa Marekani nchini Qatar. Ofisi ya waziri wa mkuu wa Israel amesema imefahamishwa na Marekani kuhusu nia ya Hamas kumwachilia Alexander. Watetezi za haki ya binadamu kwenye ukanda wa Afrika Mashariki wameelezea kuguswa na hali ya kuzorota kwa uhuru wa maoni katika nchi za Uganda, Tanzania na Kenya, wakati huu vitendo vya wakosoaji kukamatwa kiolela na kufunguliwa mashtaka ya kisiasa vikiongezeka. Nchini Tanzania, kiongozi wa chama kikuu cha upinzani Tundu Lissu anazuiliwa kwa tuhuma za uhaini
tuhuma sawa na zile za mwanasiasa mkongwe wa Uganda Kizza Besigye. Nchini Kenya, wanaharakati wameonyesha kuguswa na vitendo vya wakosoaji kukamatwa kiolela na hata kutekwa. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky hapo jana amesema yuko tayari kukutana na mazungumzo ya ana kwa ana na rais wa Urusi Vladimir Putin, kauli alitoa siku chache kupitia tangu Putin aseme yuko tayari kwa mazungumzo ya amani na Kyiv. Ukraine imekuwa ikisisitiza ili mazungumzo yafanyike, kuna haja ya usitishwaji wa mapigano kwa siku 30, ingawa Zelensky anasema atahudhuria kikao cha Uturuki hata kama hakutakuwa na usitishwaji wa vita. Kwa mazungumzo ya ana kwa ana na rais wa Urusi Vladimir Putin, kauli aliyotoa siku chache kupitia tangu Putin aseme yuko tayari kwa mazungumzo ya amani na Kiev. Ukraine imekuwa ikisisitiza ili mazungumzo yafanyike kuna haja ya kusitisha mapigano kwa siku 30, ingawa Zelensky anasema atahudhuria kikao cha Uturuki hata kama hakutakuwa na usitishwaji wa vita. Ukraina давно це пропонує. Партнери пропонують. Ukraine imependekeza hili kwa muda mrefu. Washirika wetu wamependekeza pia, na ulimwengu wote umetoa wito wa amani. Tunachosubiri ni jibu la wazi kutoka kwa Urusi. Hata hivyo, ni Urusi itakayolazimika kumaliza vita hivi. Mauaji lazima yakome. Vikosi vya Ukraine vitakuwa tayari kujibu kwa utaratibu ili kuhakikisha haki. Tumesikia mara kwa mara kutoka kwa washirika wetu kwamba wako tayari kuimarisha vikwazo dhidi ya Urusi ikiwa Putin atakataa usitishaji wa mapigano. Hata hivyo, muda utaamua. Katika hatua nyingine, Uingereza leo itakuwa ni mwenyeji wa mawaziri wa mambo ya nje kutoka nchi za Ulaya ambao watajadili mzozo wa Ukraine na Urusi, nchi hizo zikitarajiwa kutangaza vikwazo vipya kwa nchi ambazo zinaunga mkono Moscow kuendelea kushambulia Ukraine. Chama kikuu cha upinzani nchini Tanzania, Chadema, kinaendelea kupitia msukosuko tangu kuingia madarakani kwa uongozi wa mpya wa Tundu Lissu, ambapo tangu wazuiliwe jela kwa tuhuma za uhaini, makada na viongozi kadhaa wametangaza kujivua wanachama. Hata hivyo, katika kile ambacho kilitarajiwa, wengi wanaotangaza kujivua wanachama ni wafuasi wa karibu aliyekuwa mwenyekiti wa chama hicho Freeman Mbowe, ambaye alipoteza mwenyekiti katika uchaguzi wa ndani mwezi Januari. Wadadisi wa mambo wanaongeza kusema kuwa kinachotokea kinaonekana ni kama mpango wa kutaka kukipasua chama hicho kuelekea uchaguzi wa mwezi Oktoba mwaka huu ambao Chadema walitishia kuzuia. Kiongozi wa kanisa Katoliki duniani Papa Leo wa 14 ametoa wito kwa kukomeshwa kwa vita ulimwenguni, kauli aliyotoa wakati akiongoza ibada yake ya kwanza katika uwanja wa Mtakatifu wa Peter. Ikiwa ni mara yake ya pili kuonekana hadharani, Papa Leo wa 16 amesema haikubaliki kuona mamilioni ya watu wakipoteza maisha kutokana na vita nchini Ukraine na Gaza. Kiongozi mpya wa kanisa Katoliki Papa Leo wa 14 ametoa wito wa kukomeshwa kwa vita ulimwenguni, kauli aliyotoa wakati akiongoza ibada yake ya kwanza katika uwanja wa Mtakatifu Peter. Ikiwa ni mara yake ya pili kuonekana hadharani, Papa Leo amesema haikubaliki kuona mamilioni ya watu wakipoteza maisha kutokana na vita nchini Ukraine na Gaza. Ninabeba moyoni mwangu mateso ya watu wa Ukraine, na hebu kila kinachowezekana kifanyike ili kufikia amani ya kweli, haki na ya kudumu. Wafungwa wote waachiliwe na watoto wote warudi kwa familia zao. Siano liberati tutti i prigionieri e i bambini possano tornare. Nimeumizwa pia na kile kinachotokea katika ukanda wa Gaza. Natamani pawe na usitishaji mapigano mara moja. Misaada ya kibinadamu na ipelekwe kwa raia waliochoka na mateka wote waachiliwe. E siano liberati tutti gli ostaggi. Licha ya kupoteza wanajeshi kadhaa na kuondoka kwa aibu mashariki mwa nchi ya DRC,
serikali ya Afrika Kusini inasisitiza kuwa operesheni yake nchini humo chini ya mwavuli wa vikosi vya SAMI DRC ilifanikiwa. Akizungumza, waziri wa ulinzi wa Afrika Kusini Angie Motshekga amesema licha ya kupoteza wanajeshi 14 mwanzoni mwa mwaka huu kufuatia uvamizi wa waasi wa M23 wanaosaidiwa na Rwanda, kiujumla walifanikiwa kwa lengo hilo. Kupoteza wanajeshi kadhaa na kuondoka kwa aibu mashariki mwa nchi ya DRC, serikali ya Afrika Kusini inasisitiza kuwa operesheni yake nchini humo chini ya mwavuli wa vikosi vya SAMI DRC ilifanikiwa. Akizungumza hapo jana, waziri wa ulinzi wa Afrika Kusini Angie Motshekga amesema licha ya kupoteza wanajeshi 14 mwanzoni mwa mwaka huu kufuatia uvamizi wa waasi wa M23 wanaosaidiwa na Rwanda, kiujumla walifanikisha lengo. And the withdrawal of the South African National Defence Force from the eastern kuondoka kwa wanajeshi wa Afrika Kusini toka mashariki mwa nchi ya DRC ni ishara ya hatua muhimu ya kufungua ukurasa mpya wa juhudi za kuleta amani kwenye eneo la ukanda. Kuondoka huku kwa wanajeshi wetu ni mchakato uliopangwa kuhakikisha vifaa vya wanajeshi wetu vinarejea salama. Kwa hivyo utaratibu umewekwa kuhakikisha mpango huu unakamilika. Kauli yake anaitoa wakati huu wanajeshi wake wakiendelea kuondoka nchini Kongo kuelekea Tanzania kupitia nchini Rwanda. Ni taarifa ya habari kutoka idhaa hii ya Kiswahili ya Radio Fortune Africa, ambapo ukitazama akrabu za saa utapata kwamba dakika 25 baada ya saa 7 saa za Afrika Mashariki, dakika 25 saa 6 saa za Afrika ya Kati, na kupitia eneo lile la GMT ambapo unatupokea au Pacific Time mahali ambapo upo duniani. Habari kuu siku ya leo ni kwamba mafuriko yawaua zaidi ya watu 100 mashariki mwa Kongo. Upinzani Kenya wazusha maswali kuhusu tume mpya ya uchaguzi nchini Kenya. Zelensky asema yuko tayari kukutana na ana kwa ana na Putin. Takuwa ninachukua maoni yako na kuyasoma na kuyaweka parwanja, yale ambayo umeweza kuyaweka wazi kwenye taarifa hii ya habari ya Afrika leo mchana. Tunakuomba mpenzi msikilizaji, simama na kituo hiki katika hatua yake uratibu kwenye hatua ya kununua transmitter yenye uwezo wa kurusha matangazo yake mbali na kwa njia nzuri yatakayotanua wigo letu na kuwafikia mamilioni ya watu kwa njia ya FM. Unaweza wasilisha mchango wako kupitia paybill number ni 625 account number ni 012450 85217800 au till number ni 456148 kupitia mitandao yote. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Radio Fortune Africa. Mambo yetu, safari yetu, maisha yetu, tamaduni wetu na imani yetu. Sikiliza idhaa hii kwa vipindi bora, matangazo yenye tija, vile vile ukweli na burudani. Kabla ya kuweza kupokea makala yetu ya siku ya leo, ni kwamba upinzani nchini Kenya umeshtumu Rais William Ruto kwa kuwateua makamishna wa tume ya uchaguzi ya IEBC bila mashauriano. Hatua anayosema huenda ikavuruga uchaguzi mkuu ujao wa mwaka 2027. Hata hivyo, viongozi wanaoegemea upande wa rais wameutaka upinzani kuwasilisha malalamishi yao kwa kamati ya bunge inayoshughulikia masuala ya haki na sheria. Kundi la chama cha wanamgambo nchini Uturuki cha PKK limetangaza rasmi kuwa tayari kuweka chini silaha na kujivunja kama sehemu ya juhudi mpya ya amani na serikali ya Uturuki kumaliza mgogoro wa kivita wa miongo minne. Rais Volodymyr Zelensky wa Ukraine amemtaka Vladimir Putin wa Urusi kuwa tayari kukutana naye ana kwa ana kwenye mazungumzo nchini Uturuki wiki hii. Je,
Maoni yetu ambayo tunataka kuweza kuyasoma ni kwamba je, Putin atakubali? Ni masuala ambayo yanabidi sasa moja kwa moja tuelekee kwenye sehemu ile ya kupokea makala maalum. Nitakaporejea nitakuwa ninasoma maoni yako. Endelea kuwasilisha maoni yako kupitia njia tofauti ambazo unaweza tumia kutufikia. Ninaitwa, idhaa hii ni ya Kiswahili ya Radio Fortune Africa. Jina langu ni Kantona Joseph na hii ni Afrika Leo Mchana.